Wakati huo ameondoka Jonathan Soa, ndani tuna Selemani Mwalimu, tuna Indosili Josephine Liomba. Ni nani wakuja kumsaidia Selemani Mwalimu kwenye eneo la attacking kama natural number 9 ambaye atakuja kutupa matokeo mazuri kwenye ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Yanga Afrika, dhidi ya Azamu, kwenye CAF Champions League dhidi ya Babe wa Afrika, kwenye kombe la CRDB Federation Cup msimu ujao na makombe mengine kama Muungano pamoja na na Mapinduzi. Ndio maana mpaka sasa hizi kamati ya usajili chini ya viongozi wetu wapo sokoni kuhakikisha kwamba wanampata mshambuliaji hatari, na ninavyosikia wako Mali, wengine wameenda nchini Mali kwa ajili ya kuscout mchezaji ambaye atakuja na majibu sahihi ya klabu ya Simba. Wakati Selemani Mwalimu anasubiri kuingia ndani, kuna yupo mchezaji X factor ambaye anakupa assurance ya wewe kufunga magoli kila mechi na kila mashindano. Ndicho ambacho anakifanya klabu ya Simba. Ndio maana ilikuwa rahisi kumpropose Fiston Kalama kwa ubora wake, kwa sababu ndio mchezaji bora wa Afrika msimu uliopita na ndio mfungaji bora wa Afrika msimu uliopita. Sasa kwa sajili kama hizi zinatupa picha wanachama wa klabu ya Simba kwamba wao, yes, kumbe klabu yetu sasa inakwenda kwenye vile dhana au yale malengo ya kuchukua ubingwa wa Afrika. Unaelewa, kama unafika hatua ya kucompete na vilabu kama Al Ahly Tripoli, Pyramid, National Ali, kumsajili Fiston Kalama, maana yake hata mindset za viongozi wetu zimebadilika. Sio kusajili wachezaji wale kusimama moto, wanasajili wachezaji ambao wanaendana na mahitaji ya klabu ya kuchukua ubingwa wa Afrika. Kwa hiyo mpaka saa hizi kuna mazungumzo yanaendelea kati ya kiungo wa Mzanzibari na Simba, tuje tupite kwenye eneo la namba 10 na bado mshambuliaji hajapatikana, ingawa kuna watu wameenda Kameruni, kuna watu wameenda Mali na kuna watu wameenda Ghana kwa ajili ya scouting ya central strike namba 9. Hapo kwa Faisal Salum Abdallah Faitoto, kila mwaka tunaona amekuwa akihusishwa na Wekundu wa Msimbazi, lakini anabakia kule mitaa ya Azam FC, na ikisemekana ile bilioni 10 ya Young Africans bado ipo pale pale. Kwamba dalili za kusema kwamba Faisal Salum Abdallah pengine msimu ujao utakuta mitaa ya Wekundu wa Msimbazi imekaja. Jeruti atamleta Faisal Simba. Wala Simba tununue jezi tu. Jezi za Jeruti mwaka huu tununue kwa wingi. Zinatoka wiki ijayo mwisho wa mwezi. Wana Simba tuzishambulie kama njugu, tununue jezi ambayo imekuja kutusimishwa na Simba. Jeruti anamleta Faisal Simba. Kwani sio model? Kwani sio Mo? Mo ana participate kwenye mambo makubwa na mengine. Lakini hivi vitu vidogo ambavyo Jeruti anaweza akavimaliza. Anamaliza tu. Yaani Mo ana vitu vikubwa ambavyo anaweka Simba. Kuna vitu vingine vinamalizwa na mwekezaji wa jezi ambaye ni Jeruti, kuna vitu vingine vinamalizwa hata na magoli mwenyewe, kuna vitu vingine vinamalizwa na Mungu mwenyewe. Sio lazima model. Sio ndio? Simba matajiri wako wengi. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kasema anambeta Faisal, na sisi tuna imani naye atambeta Faisal. Anambeta. Unasema maneno unayatupa, isipotokea tukamwona kule Azam FC pengine na Young Africans naweza ndani kwamba wanamtaka tena kiungo wao. Nakwambia haki ya Mungu, Jeruti anamleta Faisal Simba. Maneno unayatupa Dr. Mimi nakwambia tukutane kwenye uzinduzi wa Simba wiki 25 pale Ngorongoro, lakini tukutane mwisho wa mwezi kwenye uzinduzi wa jezi za Simba ambazo kimsingi jezi ya mwaka huu hakuna jezi kali ya Simba kama jezi ya Jeruti ambayo ametoa mwaka huu. Hii jezi ndio jezi namba 1. Ni jezi ambayo imepika viwango hata Barcelona, jezi ya Simba. Tumunge mkono wa wawekezaji wetu, tumunge mkono Jeruti, tumunge mkono viongozi ili kuifanya Simba kuwa hatari. Ukitizama Simba kwa nini imekuwa hatari? Ni kuanzia kwa dirisha dogo. Why? Kwa sababu hawa wachezaji ambao tumewapa mkono waliondolewa kwenye kikosi. Wakaja wachezaji wengine kina Libase Gueye, kina Anicet Yaula, kina Chama, kina Inos, kina Kasari, ndio wamefanya Simba hii kuwa hatari. Maana yake tafasiri nakwambia kwamba Simba ikirekebisha kidogo kwa dirisha hii kubwa la majira ya usajili, ikirekebisha kidogo tu maeneo machache, ikaongeza wachezaji 4 au 5 ile quality kubwa, maana Simba hii itakuwa hatari na tishiwa, ambayo kama Yanga hakutufunga msimu uliopita, msimu ujao wasitegemee kupata tasari. Ila nyinyi tumemfunga sisi, tumemfunga mara 2 na mara 1 na Muungano. Sasa sio mashindano. Muungano kombe kubwa. Wanasema hawahesabii kama kombe kubwa. Wewe wasingeshiriki basi kasi kombe kubwa. Kwa kimsingi tuna timu bora. Nyinyi waandishi wa habari mnajua Simba zamani misimu miwili nyuma tulikuwa tunaenda kupambana na Yanga. Mnajua kabisa leo Simba anafungwa. Lakini this time around imekuwa tofauti. Mechi 4 Yanga apate matokeo kwa Simba. Uongo? Maana yake ni ubora ambao viongozi wetu walikaa, wawekezaji wa klabu ya Simba wakaona kuna haja ya kuboresha maeneo haya, timu kuifanya kuwa bora ili tupate timu ya ushindani, ili huyu ambaye alikuwa tuta mai wetu tuukate huo tepe wa Simba mai wetu. Usikizi unasikia Simba mai wetu. Simemchangia apate ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Umemchangia nini? Si alama nyinyi mmempa. Alama ngapi? 2. Yeye ametupa ngapi? Yeye katupa ngapi? Mmeenda wapi?
Sisi sio umeenda wapi? Sasa sikachukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara. Ubingwa kama goli letu ingekubaliwa Selemani Mwalimu, nani angekuwa bingwa? Hata na wao walikuwa na movement ile ya Dube. Ipi bwana wewe? Acha bwana wewe. Kwa hiyo msimu huu tumekuwa bora kiasi hicho. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba kama sajili kama ya Kericho imeshafanikiwa, wewe ndio godi. Mtu kama Baraka Msimu kutoka Coast ni mmoja wa wachezaji wazuri sana ambao tayari sajili hiyo tumekamilisha. Mtu kama Ramadhani Chobwedo yupo klabu ya Simba tayari tushamaliza naye. Mtu kama Wilson Nangu, so Wilson Nangu, nani anaitwa Kevin Nation, mmoja wa viungo bora sana. Mimi Kevin Nation namfanisha kama Rodri. Unamwona Rodri anacheza na Hispaniola kwenye eneo la midfield. Ni kama vile Kevin Nation. Fikiria una Kevin Nation afu na Yusuf Kagoma kwenye eneo la midfield. Maana yake huo ni ukuta wa Berlin. Unafahamu ukuta wa Berlin jamani, nyinyi ambao mmesoma historia kwa sababu ni ukuta ambao hauwezi kuvuka na adui wa aina yote. Ndio ukuta ambao Simba wanakwenda kujenga kwa fairness. Maana yake kwa dau pivot ya Kevin Nation, intact defensive midfielder pamoja na Yusuf Kagoma ambaye ni typical defensive midfielder kwa eneo la midfield. Kwa hiyo kimsingi we are happy na tuambiwa viongozi wetu wa Simba watutengenezee timu tishio na hatari ili msimu ujao tarehe 12 Yanga aokope kuleta timu uwanjani agome tena. Umeelewa? Tarehe 12 agome tena. Sasa tunataka agome. Kwani aloanza kwamba mambo tucheze alikuwa nani? Si Yanga. Unafikiri nani? Si tunataka Yanga agome tarehe 12 asete timu uwanjani. Nisikilize, unaongea na mimi. Feti, unaongea na mimi. Tunataka Yanga tarehe 12 agome kuleta timu uwanjani kwa sababu ya ubora wa Costa Simba. Tunataka Yanga asete timu uwanjani tarehe 12. Umemsikia rais wa mpira, rais wa soka mwenye mafanikio zaidi Wallace Karia amesema ligi inaanza tarehe 14 na tarehe 12 ni ngao ya jamii. Simba dhidi ya Yanga. Tunataka Yanga asilete timu uwanjani tarehe 12 baada ya usajili huu. Mimi nakwambia ila yeye hajawahi kugoma kama nyewe. Wameshagoma wale watuchezi, ndio maisha yao. Mpaka maandamano hujasikia wewe babu. Si ndio nyewe mlianzisha bwana ndio. Mimi nakwambia kuna kiungo Amali huyo anashuka Simba hapa. Wewe subiri wiki hii kabla ya uzinduzi. Huyo kiungo hatari hapa na Kariakoo. Unasikia kama Azizi kila lakini anarejea. Azizi huyu anacheza Ndondo Cup. Matamasha ameshaisha. Azizi nakwambia bora yule Ivory Coast aliyevunjika mguu Pacome arudi kucheza Yanga. Sio Azizi. He has nothing to offer kwa Yanga Afrika. Ameisha. Mimi silikuwa naye nimeenda naye Morogoro kwa Dickson Jobu kwa tamasha ya Dick Jobu na Kiwa Shomali nimemuona. Kacheza ndondo pale na kacheza ndondo pia KMC hapa Samata tamasha ya Samakiba hapa Samata na Alikiba. Si tumemuona. Wewe ulikuwepo. Kafanya nini? Kwa hao ambao amefunga magoli kwa watu ambao hawachezi mazoezi ambao kama mimi na Dr. Mo maveterani. Sasa unafunga goli kwa Samata wala wafanye mazoezi. Sasa si maveterani. Alikiba si veterani. Sasa unazungumzia ni mchezaji ambaye yupo kwenye mfumo wa mpira. Hiyo ni veterani, ukimfunga goli usishangilie. Yeye ndo kasukoma magoli matatu. Sasa huyu Azikindo aisaidie Yanga. Mimi nawaambia mwaka huu Yanga tunataka, nimemwambia tajiri. Yupi sasa? Yupi? Nimemwambia matajiri wote wa Simba, nimemwambia mwaka huu msajili wachezaji ambao Yanga tarehe 12 asete timu waanze na mgomo wa tuchezi. Kama kwa namna ambavyo mmejiboresha zaidi kwenye dirisha dogo la usajili. Sasa ni kama Simba wanafanya usajili kubwa. Unaona ni kama mnajiboresha ama mnaanza tena kujenga timu? Hatujengi timu. Maingizo mapya ambayo yanakuja hivi sasa. Timu imeshajengwa kuanzia dirisha dogo. Maingizo mapya Simba hatozidi maingizo 7. Hatozidi, believe me, hatozidi wachezaji 7 maingizo mapya. Maana yake umekuja kucement, kuboresha ule ubora ambao tuliuanzia dirisha dogo. Kwa sababu ni kweli usopingika dirisha kubwa msimu uliopita tulianza vibaya. Wachezaji ambao tupo tokeo ni dirisha dogo ambao wamesajiliwa na uongozi ndio ambao walao wameonyesha matumaini. Tangu Steven Baka atuone na klabu ya Simba ana mechi ngapi? Ana mechi 25 ligi kuu hajafungwa. Ana mechi 6 mashindano ya FA na Muungano hajafungwa. Maana yake amedhihirika kwamba wachezaji hawa ambao nao ndio wachezaji bora ambao wanapaswa kuwa ndani ya klabu ya Simba. Kabisa. Young Africans umetamba hapa juzi kwamba wameingiza Chakiki kwa mchezaji Kelechi kutoka South Africa. Na ni kama Simba mmekita kambi huko. Nikwambie kitu. Hakuna watu ambao wanakopi na kupesti viraza kama watu wa nyuma mwiko. Wao ndio huwa wanafuatilia usajili, sisi tunasajili nani, wao ndio wanakwenda kusajili. Hata sajili zao zote ambazo wao watambia zilianzia Simba zikaenda kwao. Sisi tunaona ndio tulimtangaga Okero. Wakamsikia wakaenda kumsajili wao. Sisi tulimtangaga Baramusa Conte. Wakamsikia wakamsajili wao. Maana yake usajili wa klabu ya Yanga unategemeana na marking scheme ya klabu ya Simba.
Sasa msimu huu wameshindwa kuipata marking scheme. Siku hizi makando kando sasa yapo, wala toba mtumbu siku hizi hawapo. Kwa hiyo wamekuwa ni watu wanabahatisha kusajili. Unaelewa? Sisi hatujawahi kusajili mchezaji ambaye anatakiwa na Yanga hata siku hii. Ila tumewahi kuiba mchezaji, tumewahi kusajili mchezaji ambaye yupo Yanga. Sio wapo kwa nyuma watu kibao. Sio wasajili sisi. Sio nazo kila Bernard Monson tusajili na vitu kama hivyo. Lakini kukopi na kupaste usajili wa Yanga hatujawahi, kwa sababu sisi tunaamini klabu inaongoza kwa scouting nzuri ya wachezaji with professionalism ni klabu ya Simba, na ndio maana wachezaji wetu wengi ambao tunawahitaji Yanga ndio wanawasajili. Tuna shabiki na wanachama kindakindaki wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Dr. Mo, tuna mengi ya kuzungumza baada ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi kuacha wachezaji takriban 7 kwa mpigo, na jana nimeona wameachiwa wawili, akina Lada Kitasambi pamoja na Zamira Yassin. Maneno ni mengi kwa baadhi ya mashabiki, wanaona kwamba Pimpin Kamara hakustahili kuachwa katika dirisha hili dogo la usajili. Unalipi la kuongea juu hili? To me, Musa Pimpin Kamara nilikuwa bado namwamini kwa uwezo wake. Nilikuwa namwamini kwa ubora ambao amesha kuprove akiwa na Simba Sports Club. Very sad enough, majeraha ndio ambayo amepelekea kumweka nje kwa muda mrefu na hatimaye akapewa mkono wa kwaheri. Huyo ni Musa Pimpin Kamara. Lakini kwa Radak Chasambi, Shamu Karabu, lakini unazungumzia Mzamiru Yassin, Joshua Mutale, kuwapa mkono wa kwaheri wa moja kwa moja kwangu mimi ni kitu cha kawaida. Sio, umeelewa? Lakini unazungumzia Musa Pimpin Kamara, mimi nitamani aendelee kubaki, lakini kwa sababu uongozi wameona anastahili kuondoka, siwezi kulalamika au kukataa juu ya hilo, kwa sababu aliyebakia pia Kasari hana makosa mengi kiasi hicho kama ambavyo watu wengi wanafikiri na makosa kiasi hicho. Lakini Mzamiru Yassin, mimi nitoa ushauri kwa viongozi wa Simba, wamuite Simba Day tumuage. Wamuite tumuage Simba Day, kwa sababu is a legendary ambaye amehudumu Simba zaidi ya miaka 10 plus. Sisi unaendelea vizuri. Kwa hiyo Mzamiru Yassin ni mchezaji ambaye hapaswi kuaga kwenye Instagram wala kwenye app ya klabu ya Simba, anapaswa kuaga kwenye tamasha kubwa lenye hadhi ya kimataifa kama Simba Day. Kwa hiyo niwaombe viongozi wangu wa klabu ya Simba kupitia kiongozi wetu msikivu Mangungu, tumuite Mzamiru Yassin siku ya Simba Day itakayofanyika mwaka huu mwezi wa 8 tarehe 8, tumuage kwa heshima zote Mzamiru Yassin kama miongoni mwa legendari wachezaji ambao wamefanya makubwa ndani ya klabu ya Simba. Unaona inaweza kuwa ni Simba namna gani? Tunarudi kule kwa enzi za kina Fadu, tunajenga timu kama ilivyo, maana tumeona wachezaji ni wengi hawa 8, 9, 10 takriban hivyo wanafika. Hawa walikuwa washapewa mkono wa kwa tangu dirisha dogo, kwa wengine kwenda kwa mkopo. Lakini ukiangalia Simba tunayoitaka sisi ni Simba ambayo umemsikia hata mwekezaji anasema anataka Simba ya kuchukua ubingwa wa CAF Champions League. Sasa hatuwezi kuchukua ubingwa wa CAF Champions League kama hatuwezi kuwa wachezaji wenye haliba hii, wenye kaliba hiyo, wenye hadhi hiyo. Unahitaji kuchukua CAF Champions League, ni quality zipi ambazo unatakiwa uingie sokoni ili uweze kuzintroduce, ili uweze kuendana na falsafa au kauli yako ya kuchukua CAF Champions League. Maana yake lazima uache wachezaji baadhi ambao wameonekana tayari wameshapitwa na uwezo wao kidogo umepungua, ili ulete wachezaji ambao wanaweza kaisaidia timu kuanzia hapa ilipofikia kwenda kwenye mbele kwa ajili ya CAF Champions League. Msimu uliopita tumeishia group stage, kitu ambacho miaka 5-4 hatujawahi kufanya hivyo. Lakini msimu huu malengo ya Simba ni kufanya vizuri CAF Champions League, ikiwezekana kufika finali na kuchukua ubingwa. Na ndio maana unaona Jerut pamoja na mwekezaji wanafanya jitihada za kumleta Faisal Simba ili aweze kuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanazidi quality ya CAF Champions League. Ndio maana unaona bajeti ya Simba mwaka huu ya usajili ni zaidi ya bilioni 15 zimetengwa, karibia bilioni 20, ili kuifanya klabu ya Simba iwe timu tishio na timu hatari ambapo itimize malengo ya CAF Champions League. Kumbuka malengo ya Simba msimu huu uliopita 2025-26 yalikuwa kuchukua ubingwa wa ligi kuu, ambao mwenyewe wote mmeona ubingwa jinsi ulivyopatikana kwa upande wa wenzetu. Tumeishia kwa manyago makando kando ya nje ya uwanja, nyuma mwiko wapata ubingwa. Lakini angalia, tumechukua kombe la FSRB Federation Cup kwa kumfunga Azam pale Pemba, lakini pia tumechukua kombe la Muungano kwa kumfunga Yanga Afrika pale Zanzibar. Maana yake ni Simba ambayo walimfunga au walijifunga, ndio kufungwa. Yaani yeye
Goli linasema alijifunga mchezaji, lakini ndio kufungwa kwa opponent wako, kwa sababu ndio mpira unazungumza hivyo, unaelewa? Kwa hiyo Azam tumemfunga Pemba, umeelewa? Na Yanga tumemfunga Zanzibar, tumechukua makombe mawili. Maana yake msimu huu malengo ya Simba alikuwa anakwenda kutimia kwa 100%. Kwa hiyo tumefikisha kwa 70%. Nini kama wana Simba tunataka kufanya msimu ujao? Ni kuja kwenye dirisha la usajili, dirisha hili ambalo kila mmoja yuko sokoni kuangalia wachezaji wazuri ambao watampa matokeo. Sio wachezaji wale wa vigeregere kama wakina Dumbia, siku na AI, sio nini, sio Duduasha, sio nini. Mwisho wa siku kilichotokea mmeona, wakina Celestine Yakua wako wapi? Dunia imewaacha nyuma. Kwa hiyo tusajili wachezaji ambao watakuja kusaidia klabu, sio politics. Tusajili kupitia sajili za kisiasa. Tusajili sajili za kimpira ambazo zitanufaisha klabu kwenye maeneo kweli yanayohitajika kwenye soka. Kwa mfano, let's say klabu yetu labda ina shida ya defensive line up kwenye eneo la center back. Tusajili center back ambaye ni mzuri, mwenye uwezo huo, mwenye viwango vya CAF na FIFA, atakayeweza kusaidia klabu kwenye national level, maana club wise level, kwenye ligi ya ndani, lakini pia kwenye CAF Champions League ambapo ndio malengo ya Simba wengi yako huko. Lakini kama kwenye eneo la kiungo, tumemwacha Nabi Kamara. Kama mnavyoona kuna eneo la kiungo anaingia mbadala yake nani? Lazima tuingie sokoni, tutafute quality ambayo itaendana na uhitaji wa mechi zinazokuja ama mashindano yanayokuja, sababu msimu uliopita ulikuwa ni msimu mgumu wa Simba, lakini msimu ujao utakuwa ni msimu mgumu zaidi, kwa sababu hata hao nyuma mwiko Yanga Afrika nao wanajipanga zaidi, unaelewa? Kwa mahitaji ya sajili sokoni yatategemea na uhitaji wa soko, uhitaji wa mashindano ambayo tunakwenda kuyafanya. Kupitia mchambuzi wa mpira Ibrahim Abukili amedai kwamba wekundu wa Msimbazi kuna vitu vingi ambavyo vya maana inabidi mshiriki navyo, lakini mmekaa kimya kama kadi za wanachama. Mpaka leo hii hauna kadi ya wanachama kusema kwamba kila ikifika mwisho wa mwezi Dr. Mo analipia. Mimi kadi ya wanachama ninayo. Unalipia? Nalipia. Mimi nimelipia mpaka mwaka 2027. Nani kwa mimi kadi ya wanachama sina. Ningekuwa kadi ya wanachama sina, mara yake nisingeweza kuhudhuria mikutano mikuu ya klabu. Mimi kadi za wanachama nayo na wanachama wengine wengi wanakaa, isipokuwa tangu zimesawiriwa mwaka 2016 17 hazijaongezwa, dirisha hajafunguliwa. Kinachohitajika hapa ni kadi mpya za wanachama, unaelewa? Of which uongozi wa klabu ya Simba umeshatoa majibu kwamba they will come across na hilo jambo, na soon itakwenda kufunguliwa. Wanachama tutapata nafasi ya kusajiliwa upya kama kadi mpya za digitali ambavyo tulitangaziwa na mwenyekiti wa bodi pamoja na mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna hilo, sidhani kama lina muda mrefu. Uongozi wa klabu ya Simba umeshatolea majibu kwamba watakuja nalo kwa ajili ya kulizungumzia, sio kulizungumzia, kulitekeleza, sababu tayari washazungumzia na very good enough. Kampuni ya udhabuni ambayo imechukua tenda hii ya kutengeneza kadi za Simba tayari ishatangazwa na wana Simba tunaijua. Kwa mchakato unaendelea na soon wana Simba watapata kadi mpya za wanachama. Nini kifanyike ili mradi tulione Simba imara ambao miaka ya nyuma huko ilikuwa inachukua kombe mara 4 mfululizo, lakini msimu huu kama kuna kitu kimeterereka. Young Africans mara 5 mfululizo wanachukua kombe. Ligi kuu Tanzania bara kuna namna kama wameiteka au wamewin ligi kuu Tanzania. Mimi cha kwanza ni kwenye sajili of which kama unaona Jelut Investment anamzungumzia Rogasira Joseph alikuwa ameweka bilioni 5 akishirikiana na mwekezaji, zikafika mpaka bilioni 7 ili waweze kumchukua Fiston Kalala Mayele, lakini kwa sababu Mayele naye alikuwa anahitajika Simba walipeka ofa bilioni 7 mezani. Mimi ndio Dr. Mo sasa Cuba nakupa hizo taarifa kwa Mayele, lakini kilichotokea baada ya Mayele kuscore goli la kwanza na akiwa na Kongo pale nchini Marekani kwenye World Cup, ikapandisha thamani yake sokoni kwa transfer fee. Mayele National Al wakampelekea dola milioni 5. Paila Media Misri wakampelekea dola milioni 7. Yaani Tripoli ya Libya ikampelekea dola milioni 7 na mshahara milioni 200 kwa mwezi. Ofa akifunga goli moja dola 1000, dola 1500, akidraw anapata dola 1000. Akichukua title anapata dola 100,000 kwa msimu, title ndani. Akichukua title ya CAF Champions League anapata dola 200,000 kwa msimu mmoja. Kwa hiyo mchezaji akaopt kwenda wapi? Al Tripoli au nchini wapi? Libya, kwa sababu ya aina ya pesa ambayo wao wameweka. Lakini tajiri Jeruti Rogasira pamoja na Modeo walikuwa wameweka zaidi ya bilioni 7 ili kumsajili nani? Fiston Kalala, ikashindikana.